Sometimes you have something on your shoulders. Lakini kuanzia dakika hii kwa jina la Yesu unaenda kubarikiwa. But from now going, you're going to be blessed. Uko mahali hapo ukipata pesa unasiharibu hata ujui zinaendaje. There's someone here, when you get money, it just leaves your hands. Wakati sitaisha ndio utaanza kufikiria nilikuwa na pesa lakini sasa jana niliharibu yote ikaisha. And when your money has gone is when you start to think, I had some money yesterday, I should have used it differently. Uko mahali hapo mtoto wako hakusikii kabisa. You're here and your child doesn't listen to you. Unafanya tu kumuinamisha muingize kwa position lakini hataki kuenda katika zile masharti yako. You try to force a child to obey you, but the child rebels. Siku ya leo Bwana wa majeshi atamtembelea na kumrekebisha. Today God is visiting your child and is going to correct him or her. Uko mahali hapa ulikosana na mwenzako kitambo kidogo. Maybe you're here and you're not you have an enmity between you and somebody. Lakini akawa ametoka na akawa na mtu mwingine nje. And this person left and had another friend out. Wanaenda kukosana na tarudi kwako atakuja apologize. These people are going to fight and the person is going to come back to you. Na mtaishi vizuri. And you're going to live well. Kwa sababu ilikuwa ni miti shamba ilitumika ili mkawachana. Because it was somebody who used witchcraft seed so that you. Uko mahali hapa usikie kiuno chako kinapata moto. You're here and sometimes you feel like you have fire around your waist. Na inakuwa na uchungu sana. And it is very painful. Nataka nikuhakikishie kuanzia dakika hii huo moto unaenda kuondoka na utapata uko sawa sawa. And I assure you that this fire is going to leave you from today and you're going to be healed. Uko hapa kuna wakati vidonda vinatoka sehemu fulani. You're here and sometimes you have wounds at a particular place. Unasikia unawashwa unachikuna. You feel you have to scratch because it's itchy. Umejaribu kupaka dawa lakini haisiishi. You have tried to smear creams but it na kuhakikishia kwa jina la Yesu aliye hai hizo vitendo vinaenda kunyauka. I tell you in the name of Jesus those wounds are going to be healed. Uko mahali hapa ukijaribu kila kitu imekuwa ni ngumu. You're here and you have tried so many things but everything seems to be difficult. Kwa jina la Yesu Kristo aliye hai unaenda kupokea maajabu. In Jesus name you're going to receive wonders. Wewe uko mahali hapa miguu yako huwa inauma sana. You're here and sometimes your legs pain you very much. Inauma mpaka unasikia ni kama muscles inashika mpaka upande mmoja wa mgongo na mkono. Sometimes you have the pains from your leg until your hand. Inapita mpaka side moja ya mgongo. And it goes down one side of your back. Na huwa inauma sana. And it really pains. Kuanzia sasa hivi kwa jina la Yesu aliye hai pokea uponyaji wako. From now receive your healing in Jesus name. Uko mahali hapa. You're here. Umeishi kwa muda. You have lived for some time. Ukitafuta mabarua za kukaa hapa. You have lived looking for papers to. Kwa jina la Yesu aliye hai toka na uende utapewa. In Jesus name arise and go and they will give you your papers. Uko mahali hapa. You're here. Uko na kidonda mahali fulani unakijua. You have a wound at a particular place. Huwa kinakuja kwa wakati. It goes and comes back. Na imekuwa ni shida kupona. And it has become a problem healing. Inaenda kufura na itatokea nje. It's going to swell and it's going to come out. Itapasuka. It will open. Na huo uchafu utatoka. And that rubbish is going to come out. Na utapokea uponyaji. And you will receive your healing. Kwa jina la Yesu aliye hai. In Jesus name. Uko mahali hapa. You are here. Ulienda hospitalini wakakupima wakakuambia uko na cancer. You went to hospital and they said you have cancer. Na iko sehemu za kizazi. It's in around the womb. Nataka nikuambie kwa jina la Yesu Bwana anaenda kukutakaza kwa damu yake. I tell you Jesus is washing you in his blood. Uko mahali hapa. You're here. Umefikiria sana kwenda nyumbani. You have really thought about going home. Lakini wakati umepata pesa hivi. But the moment you got the money, ndio pesa inaisha. Then the money finishes. Utakumbuka nyumbani baada ya pesa kuisha. You think about your home country when the money is gone. Umeshindwa ni kitu gani? And you don't know what is going on. Hiyo ni pepo iliyokufunga. That is a demon that has bound you. Siku ya leo kwa jina la Yesu inaondoka. Today in the name of Jesus it is leaving. Uko mahali hapa. You're here. Mtani amboma yenu kila mwaka mnazika. In your house you bury somebody every year. Kule umetoka. The place you come from.
Watu wanasika kila mwaka. Every year they bury someone. Mnasika. You bury and you bury. Hiyo mauti nasikia sauti kinipa ujumbe kwamba kifo kinaenda kusimama. I hear the cops telling me that death has come to an end. Umekuwa mahali hapa. You have been here kwa muda mrefu. For a long time. Maisha unayoishi ni ya kuhangaika. You are living a life of problems. Na ujanja. Thinking with your own funny ideas. Kwa jina la Yesu aliye hai. In Jesus' name. Unaenda kubarikiwa na kufunguliwa. You're going to be blessed and released. Ninataka nikupatie ujumbe huu. I want to give you this message. Kabla sijatoka huko. Before I leave this place. Niko na uhakika utashuhudia kitu gani Mungu alikufanyia. I'm sure you're going to stand and testify what God has done for you. Ningeweza kuwa na nafasi nzuri. I would like to have more time. Lakini haiwezekani kwa sababu muda wangu ni kidogo. But it's not possible. Ningependa tukimaliza kuomba. I would like when we're finished. Kwa hizi siku 3. And during these 3 days. Tungekutana baadaye. That we would meet later. Alafu mungesema ni kitu gani Mungu amefanya. And say what God has done for you. Kwa sababu nimeona kweli ni Mungu wa Israeli ametenda makuu. Because I have seen that it's really God who has done great. Uko hapo ulipoteza nguo. You were here and you lost clothes. Na ujui ilipoteaje. And you don't know how these clothes got lost. Na ulitafuta na ikakosekana. And you looked for it but you couldn't find it. Hiyo nguo ilipelekwa na kiuchawi. That dress was taken in the form of witchcraft. Na ikawa shida kubwa sana. And it became a big problem to you. Na maisha yako ikafungana. And your life was bound. Uko mahali hapa. You're here. Kwa mkizozania rafiki. You were fighting for friends. Na ikawa ngumu. And it became difficult. Mwishowe uliacha. At the end you gave up. Na kutoka hapo hujafanikiwa kutoka siku hiyo mpaka leo. And since you gave up, you have not been blessed until now. Milango yako inaenda kufunguliwa. Your doors are being opened. Ndani ya mboma yenu. In your house. Kuna kizazi cha ukoo kama cha laana. There's a generation curse. Kutoka nyuma. From way back. Imefunga hiyo boma sana. It has really bound this house. Bwana anaenda kufungua nyumba yenu. God is about to open your house. Uko mahali hapa. You're here. Wewe uuma na mguu kuanzia hapa chini hapa. Your leg usually pains you from the middle. Na hiyo chungu inaingia inakimbia inakuja hivi. And the pain rises all the way up here. Hata ukikanyanga saa nyingine usikia vibaya sana. Sometimes when you step on that leg, you really feel pain. Na kuhakikishia kwa jina la Yesu ukiamini unaenda kupokea uponyaji. I tell you, when you believe, you're going to receive healing. Uko mahali hapa. You're here. Baba yako alifariki nyumbani. Your father passed away. Na baada ya kufariki kwa katokea mzozo wa mali. And after he passed away, there was a fight for the property. Wakataka kuzozana zaidi. And they really wanted to fight. Na kunaye mmoja alisimama kufanya mambo mabaya. And one of them stood to do bad things. Ukiwa hapa Germany sasa. If you're here in Germany. Baada ya some few days utapata simu kutoka huko sikia amekufa. You're going to get a phone call from home and kupitia kwa hii maombi tutaomba hapa. Has died because of this prayer. Kwa sababu ile kitu alifanya pale kilikuwa kibaya. Because the things they did there were wrong. Kilisambaratisha boma. It separated the house. Na ikawa ni shida. And it became a problem. Uko mahali hapa. You are here. Moyo wako huenda mbio. Your heart races. Mara nyingi ufikiria unywe dawa ufe. Sometimes you think of taking pills and suicide. Unaona kwamba hufai kuishi. You think you're not worth to live. Wewe unayekuwa sometimes unakujua na hiyo mawazo nataka tu uinue mkono. If it is you who gets these thoughts, I want you to lift your hand. Na uje hapa mbele. And come to the front. Kwa sababu hiyo roho isipokemewa mwisho itakuua. Because if we don't bind this spirit will kill you at the end. Kama unashikwa na hiyo roho yaani hasira inakupata unasikia kitu kinakwambia kwanza afadhali nikufe. If you're the one who is here and you get these thoughts, you get very angry and you get these thoughts saying it's better that I die. Na hiyo roho inakukujia inakusukuma sana. And this spirit really pushes you. Hata wasikia tu kabisa ufanye mambo mabaya. And it really wants you to do bad things. Mimi nakwambia afadhali uje hapa nikuombee. It is better for you to come here. Kwa sababu nataka kuomba na wewe. Because I need to pray with you. Hiyo roho imetokana na wewe kwa watu waliokufa.
This is a spirit from the dead people. Na wanakuja huwa wanakutembelea. And they usually visit you. Na huwezi kubarikiwa ukiwa na hiyo spirit. And you cannot be blessed when this spirit is after you. Nasikia Mungu akinipa huo ujumbe kabisa. I hear God giving me this message for sure. Kwa sababu ananiambia kweli ushikwa na roho mbaya ya hasira mpaka unataka kufanya mabaya kabisa. Because he tells me that this spirit comes upon you and you really want to do evil things. Nataka tu uje hapa nikuombe. I want you to come to the front and kwa sababu Bwana for you. Kwa sababu Bwana ananionyesha. Because God has showed it to me. Usione haya. Don't feel ashamed. Ukiona haya ujue itakumaliza tu. If you're ashamed, you know it will kill you. Kwa sababu inatafutana na uhai wako. Because it is after your life. Tafakari tu. Please. Tafakari tu kwa sababu mimi nasikia nikiambiwa. Please heed the warning and come to the front. Na hiyo spirit huwa inakufuata hata wakati umepata pesa wasitukia tu zimeisha. And this same spirit follows you that the moment you have your money and you come back to your senses, you realize the money is gone. Na unashindwa anzie wapi malizio wapi. And you ask yourself, where do I start and where do I end? Kwa hivyo ninataka tu jiochi, ukisha kujiochi kama umeshindwa na kuja kuniona hapa, nione tu baadaye. And if it is you and you're ashamed of coming to the front, please come and see me afterwards. Ningependa nitaombea magonjwa, ile maombi nitaomba leo nitaomba tofauti. I will pray different prayers today. Na ningependa nitaombea maji. I will pray for the water. Na nilikuwa nataka nikujulishe maana hiyo maji. And I actually wanted to tell you the meaning of this water. Sijui ule mwanadada alipotumia alisikia nini. I don't know what just jaribu kueleza udipu tuone. Try and explain it. As I said, praise the Lord. Amen. My name is Josephine and I'm born again. Unajua nilikuwa I speak in English. I was thinking that because I'm born again, I don't need this water and I don't need to be prayed for. I have Jesus, and so I can't be having these problems that I need water or I need what. And yesterday, she blessed the water that I brought. And I took it home. I left it on my table. I was very tired. We got home very late. In the morning, I took a cup and took a cupful. And I felt screams all around me. Screams like, like things were running away from me. Screams, a lot of screams. And I felt like chains, loosened from chains. I felt like chains have left me. And I felt so free. I felt so free now. I feel so light. I cannot describe it. It is. I'm free. I don't know how to tell you that I am free from drinking that water. Kwa hivyo hiyo maji nimepewa kibali cha kuombea. So God has given me the right and the permission. Hiyo maji iko na powerful nyingi sana. This water is very powerful. Usijaribu kudharau. Don't try and neglect. Hata kama uko na ugonjwa uko ndani. Even if you have an inner sin. Nitaiombea. I will pray for it. Na uenda uitumie vile nakwambia. And when you go home, you utashangaa and you will be amazed. Utashangaa, nilikuwa mgonjwa kumbe nimepona. You say I was sick and now I'm well. Kama kuna ufalme wa giza umeketi ndani yako hauwezi kuvumilia hiyo maji itakapo. If there is a spirit of darkness living with you, that water will cause it to go. Nataka ufungue kitabu chako cha Revelation 11. I want us to go to Revelation 11. Revelation ni kitabu ya mwisho. Hii side mwisho pale. Kitabu ya mwisho. Bless us Buch. Ganz am Ende der Bibel. Ja, nicht ganz, sondern Singelipenda kuhubiri sana lakini nataka nikukuzie tu hapo kuhusu maji. I don't want to preach so much, but I want to talk about this. Nilipoitwa na Mungu, when God called me,
mimi nilikuwa sijui kusoma vizuri I didn't know how to read kwa sababu sijawahi enda shule because I've never been to school, hata nursery. not even nursery. Basi katika amri Mungu aliyonipatia, So from the authority that God gave to me, alikuja kuniambia, he came and told me, akaniambia wakati unaomba, he told me, when you pray, wakati watu wamekusanyika wengi when people have gathered na mvua inakuja, and the rain is falling, kwa ukiinua mkono lift your hand na unasimamisha mbingu and stop that rain, na itakuwa ikisimama. and it will stop raining. Tena nikapewa ujumbe mwingine, nikaambiwa sasa And he gave me another message and told me, watu wengi many people wamefuata mambo ya Paulo have followed the ways of Paul kwa sababu ya mafuta. because of oil. Si vibaya, There's nothing wrong with it, lakini shetani ameingia kwa hiyo mafuta. but Satan has gotten into Usikubali mtu akuja hapa kupaka mafuta. So don't allow anybody to anoint you with oil. Ujue kabisa hiyo mafuta ujui mahali imetoka. You don't know where this oil has originated. Maybe alipeleka kwa majini, Maybe he took it to the witch doctor ikazungukwa na majini, and the demons went na around, akaja akakwambia mafuta hii imebarikiwa sana, and he comes and says this oil is blessed, na kumbe hii maji imebarikiwa na majini. and maybe this oil has been blessed by the demons. Wakati unatumia, When you use it, basi majini imekuja kwako, then the demons come into your house. hautaweza kusiondoa. You will not be able to remove them. Basi Mungu alinikataza, So God warned me not to use oil akaniambia usijaribu kuguza mafuta. and told me don't even try, Hata attempt using this oil. wakati huo ndio nilitolewa kwa hizi mafuta za, hata mimi mwenyewe nikawa mafuta, hata kichwa changu ndio hiki. You see, that is the time Kibaki God mafuta, delivered me from many things. I don't even use oil. nakaa tu hivyo, naoga tu na mafuta ile najipaka ni ile asi nini. You know, I just take my shower and I don't use oil, but Ni ile tu ambao si ya maana sana. Vaseline. cheap. Kwa hivyo ni kitu Mungu amenipatia. So it's something God has given to me. Kiko deep sana. Something very deep. Na nafunga hii ndani kwa sababu ya kutoka kitambaa. I usually put this underneath so that my cloth doesn't fall off. Usije ikatoka. It does so that it doesn't fall off. Unaniangalia hata wewe? Sasa unaniona nikijimbo? Nimetoa. Utaonyeshaje? Unajua watu wengine wanafikiria mtu akija kuhubiri huku anaweka mashetani ndani ya vitambaa. Ama mjui? There are people who think that when you come to preach here, you put demons in the cloth. Wengine wanatumia pete. Others use rings, Na anakuja na anaopateki nyinyi na hizo spirit. and they come and overtake you people with those spirits. Na hamwezi kuelewa kama ni Mungu. And you don't know whether it's God or Utaona not. akifanya miujiza mikubwa. You will see these people doing great wonders, Na yeye anatumia miungu. and yet this person is using idols, Anatumia mashetani. using demons. Kwa hivyo kufungua kwangu kitambaa hivyo, So when I wrap my cloth, nataka nikutoe question mark. I want to leave you with a question mark. And to Utakapotendewa, remove your question marks. wakati utatendewa, When God does something for you, usije ukasema ule mama mbona alikuwa amefunga kitambaa hivi. don't ask yourself, why had this woman tied her cloth like this? Labda hiyo kitambaa ilikuwa imerundika vitu. Maybe she had wrapped something under the cloth. Nimekutolea hapa na nikafunga ukiona. So I removed it and I tied Hata it sina in haja your na presence. sina haja na kioo. So I don't even need a mirror Sababu niko tu sawa. because I know I look good. Basi kumi na moja Revelation chapter 11. ninataka nikujulishe kitu kidogo. I want to make you aware of something small. Nilikuwa nakujulisha kuhusu mwito wangu. It's about my calling. Wakati niliitwa sasa nikaambiwa nisiwe nikiombea mafuta. So God, when God called me, He told me not to use oil. Na nikaambiwa tu watu wabebe maji hivyo mmebeba. God told me to tell the people Na to ukija use kwa water. mkutano utapata wamebeba maji hivyo. And so when you come to my meetings, you find the people all Hiyo utakuwa ni kama umezaliwa mara ya pili.
It will be like a second birth to you wakati utaenda kuoga na hiyo maji. when you take a shower with this water. Wakati utakunywa hiyo maji, kama ni magonjwa HIV, wote magonjwa kila aina, wewe amini unaenda kupokea uponyaji. Whether it's AIDS that you have or whatever, when you drink this water, believe that you are healed. Hizo nini picha mmeziona? Those photos that you saw, Hata wengine sijawashika. some of them I didn't even touch them. Mimi naomba tu nawaambia watumie hiyo maji na mtu anaenda na anapona. I just tell them to use the water after we have prayed on it. Kama huyo mwenye kidonda huyo alimaliza 2 months. The woman you saw with the wound on her leg was healed after 2 months. Lakini huyo alimaliza 3 weeks. Oh, she was healed after 3 weeks. Kuna kingine ile kidonda kikubwa sana. There's another very big wound on the photos. Alimaliza 2 months. She was healed after 2 months. Na akapona kabisa. And she was completely restored. Sasa mwito wangu, So my calling ni mwito ni lazima uwe umeuchunguza sana. is something I really have to take care of. Una mambo mengi, nafikiri nikisoma kuanzia 5 itakuwa vizuri. So we're going to read from verse 5 going. Nataka nikwambie kinywa changu ni moto. I want to tell you that my mouth is fire. Na usione tukiongea nikitamuka na inakuwa. And when I speak, it shall be done. Utaona tu ikitendeka. You will see it being done Ukiamini. if you believe. Kuanzia mstari wa 5 inasema, na mtu akitaka kuwadhuru, moto utoka katika vinywa vyao na kuwala adui zao. Na mtu akitaka kuwadhuru, hivyo ndivyo impasavyo kuwawa. Revelation 11 verse 5. And if anyone wants to harm them, fire proceeds from their mouth and devours their enemies. And if anyone wants to harm them, he must be killed in this manner. Hiyo ninayokuambia ni wengi wametafuta kuwa mimi, lakini mimi sina shida na wao, huwa tu wanakutana na Mungu peke yao. Many people have tried to kill me, but they do it in vain because it's God who protects me. Und wenn ihnen jemand will Schaden tun, so geht Feuer aus ihrem Munde und verzehrt ihre Feinde. Und wenn ihnen jemand will Schaden tun, der muss so getötet werden. Kwa hivyo ujue ni kitu nimepewa na Mungu kilicho na nguvu sana, hata mimi mwenyewe nakiogopa. So God has given me something so great that even me myself I fear it. Mstari wa 6. Verse 6. Na mtu akitaka kuwadhuru, hivyo ndivyo impasavyo kuwawa. And if anyone wants to harm them, he must be killed in this manner. Mstari wa 6 inasema, hao ndio wana amri ya kusifunga mbingu ili mvua isinyeshe katika siku za unabii wao. These have power to shut heaven so that no rain falls in the days of their prophecy. Nitawafungulia hapo kidogo, mtaona wale kidogo tu briefly. I will let you watch the tape briefly. Ningependa yani tu rudishe nyuma kidogo. Rudishe tu nyuma kidogo, halafu wataona tu short. Basi huduma yangu haikai kwa kanisa kama hapa. So my congregation does not sit in a church like this. Ni maelfu na maelfu. There are thousands of people. Tunakaa kwa uwanja tu. We are out in the field. Na tukikaa kwa uwanja, and when we are out there, tunaona mambo makubwa Mungu akitutendea. We see God doing great things in our midst. Nikiinua mkono na wingu inakuja inafunika watu. When I lift my hand, a cloud comes and covers the people. Sasa mstari huu wa 6 unasema, hao ndio wana amri ya kusifunga mbingu ili mvua isinyeshe katika siku za unabii wao. Nao wana amri juu ya maji kuyageuza kuwa damu na kuipiga nchi kwa kila pigo kila watakapo. Verse 6 says, these have power to shut heaven so that no rain falls in the days of their prophecy. And they have power over waters to turn them to blood and to strike the earth with all plagues as often as they desire. Diese haben Macht, den Himmel zu verschließen, dass es nicht regne in den Tagen ihrer Weissagung, und haben Macht, über die Wasser sie zu wandeln in Blut und zu schlagen die Erde mit allerlei Plage, so oft sie wollen. Kwa hivyo hiyo mamlaka ndio ninatumia.
So this is the authority that I use Wakati nitatamka kuhusu hiyo maji, when I speak concerning this water. utaona na macho yako You will see with your own eyes kitu kile Mungu atafanya. what God will do. Na kabla sijaingia kuomba, And before we get into prayer, nataka waangalie hapo kwa hiyo mshipi. I want you to watch the tape. Ni briefly tu uone kitu Mungu anafanya kule. Just very shortly for you to see what God is doing in Kenya. Nilikuwa tu nataka muone tu shortly, si kwamba tutakaa sana. I want you to just watch it shortly, not that we're going to Nataka sit tu along. uone huo mati Look at the congregation na uone ni kitu gani Mungu anaenda kufanya kwako. and see what God is going to do in your life. Ningependa waangalie mahali pale uone, uniambie hawa ni watu wangapi. I want you to look and tell me how many people are present. Isipokuwa najua language usikii. Apart from the fact that I know a language that you don't understand. Lakini tu angalie kama ningekuwa muongo niambie ninadanganya hao watu. If I was a liar, do you think I would be lying to these masses of Hapo people? niko kanisani, siko kwa crusade. That is my normal church service. It's not a crusade. Nikiita moto unashuka. When I call the fire, it falls. Utachoma magonjwa. It will burn the sicknesses. Utachoma kila shida zako. It will burn and get rid of all your problems. Na utawachwa uhuru kwa jina la Yesu aliye And you hai. shall be let free in the name of Jesus. Tazama tu hao watu, hata ningiza kwingine hawaonekani. See how many people are present. There's so many that you don't even see to the ends. Inachomeka yote. Everything is burnt. Yaani tunaita moto. Yesu leta moto. Shamba So kama we are calling down the fire of God. na watu Kenya wamejua. And the people in Kenya know how it works. Wanatoka kila country. They come from all countries. Tanzania, Uganda, wapi wanakuja. From all the neighboring countries, they come to my meeting. Kwa hivyo nilikuwa tunataka kuonyesha briefly ujue mahali hapa mko, hata nikiwahudumia mkiwa hivi ni lazima mpokee. So I want to let you know that even here where we are right now, you will receive. Mimi nataka tuingie kwa maombi. I want us to go into prayer. Na mimi nataka uamini. And I want you to believe. Milango yako inaenda kufunguliwa. Your doors are going to be opened. Usijionee huruma ati wewe una nini. Don't have pity on yourself because you don't have. Mungu tembelea kwa yule yuko tayari. God visits those who are ready. Na niko na uhakika pamoja na kwenda kuoga hii maji, kufikia kesho kutwa utanipatia habari. And I'm sure when we pray for this water, in 2 days you're going to give me a testimony. Na mimi najua utanipigia simu. And I know you will give me a call. Na niko na namba. I have my number. Nitakupatia. I will give it to you. Na utaweka. And you can keep it. Na itakuwa ni vizuri. And it will be good. Unaweza kunipigia. You can call me. Hiyo maji nikiombea, when I pray for this water, utakuwa unaweza kuchukua na mix kwa ingine. You can mix it anytime with fresh water. Unaweka maji ingine alafu unachukua hiyo naweka tu kidogo. And you take the fresh when the water is used, you can pour fresh water on. Unakunywa and then you drink it.
kama ni kuoga, if you want to take a bath, unatoa kidogo, you take a little una mix na ile unaoga, and mix it with the water. na kuhakikishia utaona na macho. And I assure you, you're going to see with your own Hata kama ni mpenzi wako atakuona kama umezaliwa. Even if it's your lover, he's going to think you're Sababu hizo nuksi zitaenda. because those demons are going to leave him. Na utaona mabadiliko. And you will see a change. Mimi sibahatishi. I don't try my luck. I am sure 100%. I do it. Watu waliochukua vitu vyako wangojie watakulipa. Those who have taken your property are going to pay. Wakakuahidi vitu ambao unaona havionekani vinaenda kutokea. Things that have not been seen are going to happen. Na utaona na macho sikusikia. And you're going to see it. Kwa sababu niko sure yule aliye ndani yangu ni Mungu. Because I know he that is in me is God. Nikimalizia nikukwambia ukaogope dhambi. When I finish, the only thing I can tell you is to fear. Sababu naweza kukuombea sana. Because I can pray a lot for you. Na ukakuta bado uko kwa dhambi. And you find yourself still living in sin. Unajua mimi huku kwenu ni watu mko na mambo mengi. I know in this country there's so many things going on. Hata nikihubiri na uhubiri nikicontrol. Even when I preach controlling myself. Hapo pengine roho Mungu akufikie. Or maybe the Spirit of God will reach you. Jambo lile lingine, the second thing, ujaribu sana kesho. Try your best. Ninataka kuombea nikishika hiyo kichwa chako. Tomorrow I want to pray holding your head. Nikikemea hicho kimeketi ndani yako. Rebuking whatever it is that is in you. Niyo maombi niliomba huko tumetoka kunaitwa nini? I prayed these prayers in council. Mapepo ililipuka. And the demons left. Siliwawacha. They went. Hata sasa hivi unasikia wamekusanyika huko wanasema nisipitishe Tuesday, nilikuwa wanasema wanataka mimi nirudi huko. Even right now they are waiting for me to go back there on Tuesday. Ama naongea uongo? Ni kweli. Am I telling a lie? Na kuna mwingine tena amepiga simu naye amekusanya watu amesema lazima mama uje hapa uombe watu. And somebody else has also gathered people and told me I must go and pray for the people there. Cologne. In Cologne. Kwa hivyo kuna watu wananijua, wacha nyinyi najua mna jaribu tu kwa sababu hamunijui. Lakini najua mtapata mkisema jameni ule mama. Hallelujah. So there are people who really know me, but you have not known me. But I'm sure when I'm gone, then you'll say, "Oh, this woman." Utashangaa. You're going to be amazed. Uone kitu cha ajabu ndani ya maisha yako. And you will see something different, something amazing in your life. Ninataka kuwapatia my number. I want to give you my number. Mwingine ako naye, sio? Na watu tulikuwa nao. Then those of you who already have my number. Yeah. Sie hat Karte. Kann ich aber nicht in meinen Computer rein. Ja, kannst du später. Alikuwa nataka Si utaweka. Ukitaka sana kucommunicate na mimi iwe jioni. If you want to get in contact with me, you can get me in the evening. Najua uko naye. Was denn? Die E-Mail-Adresse ist mir rein. Kannst du
to bring his sword and cut that dream. Wakati umekata hivyo, And when you have cut it that way, hiyo kitu haitatendeka. that thing will never come to pass. Kama huyu angekuwa amejua hivyo, If Linda had known that before, hiyo kitu hakingefanyika. this would never have happened. Kwa sababu alikuwa anakata na damu ya Yesu. Because you cut with the blood of Jesus. Na anakata kwa upanga wa Yesu. And you cut with the sword of the Lord. Kuna watu niliwafundisha kuhusu upanga uko kwa Biblia Isaya 27. She was talking to a group of us a few days ago about slashing with the sword of the Lord. Na nikawafundisha kuhusu moto. And she taught us also about the fire of God. Na wakati unaita hivyo inamalizika. And the moment you mention these things, ndani yenu kuna mambo mazito. there are many difficult things in the inside of you. Umefuata na mambo mazito. There are many difficult things following you. Lakini sitaki kuyaongea. But I don't want to talk about them. Nataka tu kuomba na nyinyi. I just want to pray with you. Alafu tuone vile Bwana atafanya. And see what the Lord will do. Ninaona kabisa kuna mambo nayaona. I see many things. Ningependa ushike sana hiyo. Itakusaidia in your life. I want you to hold on to that because it will help you. Kwa sababu kitu kikikuja, because if anything comes, uite moto, and you call on the fire, utamalizana na hiyo kitu. Then these things will be over. Nataka usimame. Please stand up. Ningependa wewe mwenyewe, I want you umwambie Mungu, to tell God, nisamee, forgive me, nisafishe, wash me kwa damu yako, in the blood of Jesus. Na sasa vile tutaomba, and even as we pray, itakuwa tofauti. It will be different. Nataka tufuate hiyo moto. I want us to follow that fire. Na tufuate huo upanga. And to use that sword. Inua mikono yako kwanza utupu. Lift your hands. Mwambie Baba nisamee. Ask God for forgiveness. Anza kumwambia Baba nisamee, urudie mara nyingi. Repeat, God, Lord forgive me, Lord forgive me. Kwa sauti yako mtamkie. Ndio wakati na mimi nipate kibali cha kuonyesha vile tutafanya. Raise your voice and say, ask the Lord to forgive you so that he can give me the permission to pray for you. Mwambie tu kabisa Mungu akusamea, kubadilisha uwe chombo kipya. Mwambie tu Bwana, mwambie kabisa, mwambie Baba nikumbuke. Angalia nimesikia neno lako, nimejua. Baba, mwambie Mungu kabisa. Mwambie angalia Baba yangu, niko na mateso. Angalia vile nimeketi kwa kulia, nimeketi kwa kuumia, nimejaribu kila kitu. Ask the Lord to look at you and see where you've been through. Look at all your problems. How many tears you've cried. All the difficulties you've been through. Umeishi maisha ya shida. You have lived a life full of problems. Hebu tafakari kule umetoka. Remember where you're coming from. Hebu kumbuka ni wapi pamekuandama na shida. Remember the things you have been through. Kumbuka kabisa. Remember those difficulties. Mwambie Mungu wangu. Tell him, my God, nisaidie. Help me. Nijulishe ukweli wako. Let me know your truth. Inua mikono yako isichoke. Lift your arms and huyo ni shetani anakuonyesha urudishe chini. It is Satan who wants you to drop those hands. Amejua kwamba unaenda kufunguliwa. He knows that you are about to be released. Nataka kabisa uombe kabisa. I want you to pray well. Mwambie Mungu nisaidie kwa hii kidonda. Tell God, help me. Nisaidie kwa hii magonjwa. Help me in this sickness. Nisaidie kwa hii mashida. Help me in these problems. Angalia vile nimehangaika. Look at how much trouble I've been through. Mimi sijui hizi shida zilitoka wapi. I don't know where these problems came lakini wewe unajua. But you know it. Angalia vile ninahangaika. Tulikuwa navyo vingine imetawanyikana. Things have collapsed. Ni wakati wako kumita Mungu. It is your time to call on
from God. Hata ukadanganywa kwa waganga na wachawi, Even when the witch doctors lakini lie hakuna to you, kitu. there is nothing. Uwezo uko mikononi mwa Yesu. There is nothing difficult to Mwambie do huyu for Yesu. the Lord. Tell this Jesus. Mwambie kabisa. Tell him. Tell Mwambie him. kabisa. Tell him. Hakuna shetani atasimama mbele yako tena. No demon will stand before you Maana again. Yesu amekuletea kitu leo. Because Jesus has brought you victory. Tumetoka Mombasa kwa ajili yako. Come all the way from Mombasa because Usikose of you. kupokea. Don't miss Tamka this kabisa, mwambie. opportunity. Don't miss it. Mwambie kabisa, niko mbele zako Yesu. Tell Jesus you're before him. Mwambie Yesu, niko mbele zako. Jesus, I'm before you. Unajua maisha yangu. You know my life. Unajua maisha yangu. You know my life. Unajua nimeandamwa kiwango gani. You know how much I have suffered, Lord. Lakini niko mbele zako leo. I am before you, Lord. Ninakulilia Bwana. I'm crying to you, my God. Umelete mtumishi wako. You have brought yourself. Ninajua leo ni siku yangu. And I know today Hutaniacha Bwana. you will not leave me. Mulika ndani ya moyo wangu. Light up inside of me. Mulika ndani ya moyo wangu. Light in my soul. Angalia moyoni mwangu. Look at my soul. Angalia maisha yangu alipindana. Look at my terrible life. Angalia maisha yangu alipindana. Look at my life. Sina mwingine ni wewe I Yesu. have no other hope. Usiniwache siku ya leo. Don't leave me today, Niko Lord. mbele zako. I'm before you. Wewe ndio mwamba wangu. You are my hope. Wewe ndio mwamba You wangu. are my life. Wewe ni My tegemeo life. langu. You are my only source of Wewe ndio help. tegemeo langu. You are my source of help. Wewe ndio tumaini langu. You are my source of help. Sitategemea mwanadamu. I will not depend on anybody else but you. Nimenyenyekea mbele zako. I humble myself before you, Lord. Nimenyenyekea mbele I zako. humble myself before you, Lord. Ndio ulivyosimama na Lazaro. Just like you stood with Lazarus Akawa mwenye haki mbele zako. and he was righteous before you. Ndipo nami nimekuja kwako. It's the same way I stand before you, Lord. Usiniwache Yesu. Don't leave me, Jesus. Usiniwache Yesu. Don't leave me, Mulika Jesus. ndani ya nyumba yangu. Light into my house. Mulika katika maisha yangu. Let your light shine in my Mulika life. kazini kwangu. Let your light shine at my working Mulika place. hata kazini kwangu. Let your light shine at my working Ni place. mahali gani usipopaona? Even other places that I do not Ni see. mahali gani usipopajua? Where don't you know? What Ndipo leo don't you niko know? mbele zako. Everything is in your arms. Bwana, niko mbele zako. Lord, I'm before you. Usiniwache Bwana. Don't leave me. Usiniwache Bwana. Don't leave me, Lord. Usiniwache Bwana. Don't leave me, Lord. Haijalishi ni kifungo cha aina gani. It doesn't matter what I've been through. Hata nikafungwa kule Afrika nilitoka. Even though they have tied me and Najua bound me umeniweza after. kunifungua leo. But you are able to release me, Lord. Najua leo utanifungua. I know you are about to release me. Najua leo utanifungua. I know you will release me Nani today. nitashuhudia wewe ni Mungu wangu. And I will testify that you are my God. Ningependa uinue mikono yako. I want you to lift up your hands. Nataka mkono wako wa right uinue vizuri. Lift Mmoja. up your right hand properly. Ningependa nataka usimame tu hivi uangalie ni nini useme, ukate kabisa. Nataka ukate, nitakujulisha maana ya hiyo upanga kesho na maana ya moto kesho ni kuonyesha katika Biblia, kutoka kwa Biblia. Najua katikati yenu kuna watu wamejua kwa sababu nimekuwa na watu na groups yani tofauti. Nataka tu useme Yesu kata. I want you to take that arm and use it as a sword and say, Jesus, cut. Haya, sema in the name of Jesus. In the name of Jesus. Cut. Cut. Again. Again. In the name of Jesus. Cut. Tena kabisa. In the name of Jesus. Yani unaamini unakata. Yani sabuka kwa hiyo jina. Kabisa ukikata serious. Really believe what you're doing and cut those things seriously. Go. Lift up your hands and cut. In the name of Jesus. Cut. Again. In the name of Jesus, we cut. In the name of Jesus, we cut. Serious. In the name of Jesus. Cut. In the name of Jesus, we cut. In the name of Jesus, we cut. Mashida. In the name of Troubles, we Jesus. cut. Magonjwa. In the name of Sickness, we Jesus. cut. In the name of Jesus, we cut. kata kabisa. Cut properly. Kata kabisa. Cut properly. Amini kabisa. Believe. Hiyo inakusumbua kata. Those things that have been troubling you, cut. Do that quickly. Cut. We faster. Cut. We break those things.
name of Jesus. Jesus' name. The name of Jesus. Continue. We cut those things and smash them down to their roots in the name of Jesus. The name of Jesus. Wait. Just a minute. I need you to believe. Because when you believe, it can happen. When you say, Jesus cut. Jesus is a sword. And then when you cut your problems. Those demons are must to cut. So you believe and try to cut. Seriously. So, continue. Lift up your right hands. And now we pray and cut those problems, those sicknesses, every root of evil in your life. We break them this evening in the name of Jesus. In the name of Jesus. We cut those problems. In the name of Jesus. That sickness, we cut it in the name of Jesus. We break those problems in the name of Jesus. 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 The spirit of poverty in the name of Jesus. The spirit of sickness in the name of Jesus. The spirit of sickness in the name of Jesus. You stretch your hand family. Stretch your hand family. Hallelujah. Be patient first. You lift your right hand up. Straighten it. And you know when you cut anything, you don't cut when your hand is not strong. You know, when you cut, you should cut with strength. Amen. You know, when you cut and do like this, you cannot. You know, this is spiritual. So you have to believe that you are cutting anything that has bound you, anything that has been an obstacle in your life. This is the day that you are removing it. Amen. Amen. So do it seriously and knowing that the Lord is doing it for you. Amen. You know, in the spirit, you see, I'll give you an example before we pray. When a prophet Elisha told Naaman to go and to dip himself 7 times the Jordan. Who could believe that? You think it's a joke, but spiritual matters, when you're told, believe and do, and the Lord will do it for you. Amen. 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 So now lift up your right hand. You know your life yourself. You have had revelations from the servant of the Lord. The Lord has said about your life. So this is now the time, if the spirit of poverty, maybe there is always in your house fighting, you have even had that. Now your doors have been closed. You have sickness in your body. You've been told maybe to be admitted to hospital for an operation. This is now the time to refuse that spirit. Amen. Amen. This is the time to refuse that spirit. Amen. Amen. So now you straighten up your right hand. And now when you are told to cut, say, that's what I'm telling them. You know, when you are told to cut, you know, if it's the spirit of sickness, say, you spirit of sickness, I'm cutting you in the name of Jesus. If it's the spirit of poverty, if it's the spirit that has cut you off from your people, there is no communication. There is war always in your house. There is war at the place of work where you work. This is now the time to remove all those obstacles in your life. Amen. Amen. So lift up your right hand. Repeat before me. Say, Lord Jesus. Lord Jesus. I thank you for your servant. I thank you for your servant. Whom you have brought to me. Whom you have brought to me. From Mombasa. From Mombasa. I have heard your word. I have heard your word. Through her. Through her. Now I'm before you. Now I'm before you. And I trust you. And I trust you. And I believe in Jesus. And I believe in Jesus. That from today. That from today. You are going to set me free. You are going to set me free. As I lift up my hand. As I lift up my hand. I know this hand now. I know this hand now. Is your sword. Is your sword. The one that is in the book of Isaiah. The one that is in the book of Isaiah. Chapter 27. Chapter 27. So from now. I refuse. Any spirit. Any demon. That has bound me. That has put any sickness in me.
even the spirit of poverty. From today, speak courageously. From today, I denounce them, and I cut them, in the name of Jesus Christ. You spirit, I cut you in the name of Jesus. Say Jesus when you cut. I cut you in the name of Jesus. I cut you in the name of Jesus. I cut you in the name of Jesus. So bring all the children this side. Let all the children come. When you pray, they should also be here. Bring all of them. And you know now, try to visualize your life. Try to visualize how your life has been. Try to visualize the problems you've had. And today, you tell the Lord, this is the time that any problems that have bound you, this is the day that you are going to be released. Bring all the children. In Mombasa, we do like that tomorrow. Even lifting your hand. You know, you feel some pain, but the Lord will always do for you. Amen. So it's good. Even if your hand, you'll feel pain, but you will be released. You'll be delivered. Amen. Amen. So lift up your hand. Lift up your hand. Yeah, if they feel lonely, you can be with them. Be with your children. Lift up your right hand. Say, Lord Jesus. Lord Jesus, I come to you. As I stand against any evil spirits that have been in my life. You spirit, I warn you, from today, and I cut you in the name of Jesus Christ. I cut you in the name of I cut you in the name of I cut you in the name of the spirit of poverty. The spirit of poverty. Say, I cut you in the name of Jesus Christ. The spirit of poverty. The spirit of sickness. The spirit of sickness. The spirit of sickness. The spirit of evil dreams. Spirit of evil dreams. The spirit of war in the house. The spirit of war in the homes. The spirit of poverty. The spirit of divination. The spirit of witchcraft. Spirit of witchcraft. Spirit of poverty. Spirit of sickness. Spirit of hatred. Spirit of hatred. The spirit that divides families. The spirit that divides people of God. We cut in the name of Jesus. We cut in the name of Jesus. We rebuke you in the name of Jesus. We cut in the name of Jesus Christ. Lift up all your hands, both hands. Lift up your hands. We are going to call the name of Jesus. Everybody, please, and I would request you in the name of Jesus, don't be impatient of going home. We are here because of you. We are here to serve you. Please, don't go and leave this prayer. So lift up your hands. Close your eyes and believe. Because when you look at people, you know sometimes you get confused. Close your eyes. Close your eyes. You are going to call the name of Jesus. We are going to call the name of Jesus. You call after me. Call with strength, with vigor. Amen. We are going to call 7 times, and the Spirit of the Lord will come over you, and the Lord is going to do miracles in your life. First time now. Jesus! Jesus! Shout, shout. Jesus! Shout, Jesus!
Second time. Jesus! Jesus! So when I say one, then you call, because I see we should go in uniform. We should go together, not some call and others. Call, that's why I said, it's a request. Close your eyes, call from the bottom of your heart. Don't call because I've just told you call to look at me. No. Believe that this is Jesus who removes any evil spirits, any spirit that is against the Lord, and this is Jesus you are calling to come in you to move anything that is, yes, and you see change in your lives. So just lift up your hands. Don't look at me, I have nothing. You have seen as even my wife has moved her head cloth. There is nothing. Just lift up your hands. So when I say one, then you call Jesus. Call with vigor from the bottom of your heart. Close your eyes, and the Lord is going to touch you in a miraculous way. One. Jesus! Two. Jesus! Three. Jesus! Fourth time. Jesus! And when you call, believe that the Spirit of the Lord is coming down, is coming over you, and the Lord is going to do wonders in you. And try to call, try to take time, Jesus, not just Jesus, no. So lift up your hands and believe the Lord is with us. Yes, the fifth and sixth, up to seventh time, try to call, pull, take time. I know you have wandered. You have lived a life of misery. But this is the time now the Lord is going to touch you. You have spent your money on witchcraft. Many people have cheated you and you don't see anything. But this is now the time the Lord is going to come down, to meet your needs, to meet your requirements. The Spirit of the Lord is moving. Even there's somebody with the hand had sickness, and now you are receiving your healing. Lift up your hands. Don't get tired, because the Lord can never be tired of you. The Lord will always look upon you. The Lord will always open his ear to listen to your prayer. So trust and lift up your hands. This is the fifth time. Call, pull, Jesus. So fifth time, Jesus. The sixth time, Jesus! The seventh time, pull. Jesus! Continue. Jesus!
wa mbingu na nchi, ninasimama kinyume cha kila maroho, kila uchawi, kila mapepo, nikiamuru kwa damu ya mwana kondoo Yesu, achilia moto wa mbinguni ukateketeza kila maroho katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Leta moto Bwana Yesu. Choma Yesu. Leta moto. Choma Yesu. Inua mikono yako. Sema Bwana Yesu, leta moto. Choma. Yesu, mumeelewa? Kumbe mumeelewa. Leta moto. Choma Yesu. Leta moto. Choma Yesu. Leta moto. Choma Yesu. Majini. Choma Yesu. Magonjwa. Choma Yesu. Mademo. Choma Yesu. Majini. Choma Yesu. Kimila. Choma Yesu. Uchawi. Choma Yesu. Majini. Choma Yesu. Mashindani. Choma Yesu. Mapepo. Choma Yesu. Leta moto. Choma Yesu. Choma Yesu. Choma Yesu. Jina la Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Pepo mchafu kwa jina la Yesu aliye hai, na kuhamisha una mamlaka ndani ya dada huyu, na kuamuru kwa damu ya mwana kondoo ukachukue virako vyako na kuondoka. Weka moto. Choma Yesu, weka moto. Choma Yesu ama shetani. Choma Yesu ama demo oshiba. Choma Yesu katika jina la Yesu Kristo. Baba mtakase na mweke huru kwa kweli. Baba mwache huru kwa kweli. Asante kwa kuwa Baba umesikia mimi. Asante Bwana. Inua mikono yako. Nataka sasa mshukuru Mungu. Mwambie tu Bwana asante kwa your hands and thank the Lord. Thank him, the Lord, you are faithful to me, you have delivered me, you have healed me. Tell him. Thank the Lord. Thank him. Thank the Lord. That's what the servant of the Lord was saying before we go back to the other town. By Tuesday, you will have already testified and seen a change in your life, even in your house, to your place of work, in your body. Continue to thank the Lord. The Lord is so faithful and He's a loving God who cares for us. Just tell Jesus. Tell Him from the bottom of your heart. And believe whatever problem you have. Believe that the Lord has healed you. The Lord has removed whatever problem you had in your life. Shika maji yako. Na kama hujaokoka